Taarifa iliyotufikia ni kutoka kwa semaji la CAF, semaji la Simba kuweza kutoa pia onyo kwa wasemaji wengine wa timu tofauti tofauti. Nafikiri kwa kilichomtokea Ally Kamwe ni funzo tosha kwa msemaji wa klabu ya Simba na wasemaji wa timu tofauti tofauti. Of course Ally Kamwe amejikuta ameingia kwenye tatizo ambalo limemletea madhara na kufanya CV yake endelee kushuka kutokana pia na hali anayojiwekea ya mazungumzo. Of course hatujaweza kuiona kwa Ahmed Ally na kwa wasemaji wengine, lakini kwa nini always amekuwa akisemwa sana Ally Kamwe kwamba amekuwa ni mtu ambaye anazungumza maneno bila ya kuwa na mipaka. Pale panapohitajika kuzungumza football basi izungumzwe football na sio maneno ya hovyo. Na ndio maana always tukiacha ushabiki, yani pindi unapomchukua Ally Kamwe na unapomweka Ahmed Ally, basi kiwalisia ambaye amekuwa akizungumza soka zaidi na ambaye kidogo amejitahidi kujiweka kwenye mipaka na kujilinda na baadhi ya mazungumzo na matamshi pindi napokuwa na watu tofauti tofauti, basi ni Ahmed Ally. Lakini kwa Ally Kamwe kidogo kwa hilo ameweza kufeli, na ndio maana pia matatizo mara nyingi na mara kadha amejikuta yeye Ally Kamwe ndo amekuwa ndo sehemu kubwa ya kukumbwa na matatizo tofauti tofauti ambayo yanamkumba kutokana pia na kauli zake tata ambazo zimekuwa zikimuingiza kwenye matatizo. Hivyo kuanzia jeshi la polisi na hata msemaji wa klabu ya Simba pia aliona ni nafasi pekee ya kuwaambia wasemaji wenzie ambao pia wapo kwenye mzunguko wa kuzungumza maneno tofauti tofauti kwamba panapohitajika kuzungumzia mpira basi msemaji, kwa kuwa yeye ndo kiegemeo na yeye ndo kiigizo chema cha kuonekana kabisa kwamba amebeba msalaba wa klabu yote na kuzungumza na kuizungumzia klabu, basi aweze kuzungumza yale yaliyokuwa ya msingi. Hatukatai udambu kwenye swala zima la usemaji, ni swala la kawaida, lakini isipitilize. Ni maneno ya kashfa na maneno ya utani basi sivuke mipaka, yani kila kitu kiwe na kiasi. Nafikiri kwenye hili kutakuwa na la kujifunza kwa wasemaji wote, na haimaanishi kwamba labda Ahmed Ally ndo msemaji ambaye yuko perfect sana. Hapana, kila mmoja na madhaifu yake na kila mmoja huwa anakosea kwa upande wake, lakini kwa Ally Kamwe imekuwa too much sana, ndo maana amejikuta akiingia kwenye matatizo tofauti tofauti. Nafikiri kwa hili sakata kwa Ally Kamwe linakuwa ni sakata la tatu kuweza kumkumba na kujiingiza kwenye matatizo. Nafikiri kuna la kujifunza kwa wasemaji wote, na kama utakuwa kuzungumza kwa ewe msikilizaji na mfuatiliaji, basi tukutane kwenye comment. It's your favorite channel, Hatboy Media.